Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagbert Mangostongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe wa saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya unabii ulitoka tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2025 kuhusiana na mpango wa assassination kati ya mataifa yaliyoko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mojawapo ya taifa hilo kulionekana mpango wa siri sana ulikuwa umepangwa kwa ajili ya kufanya assassination dhidi ya kiongozi wa ngazi za juu katika mojawapo ya taifa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa Mungu mashuhuri, Yesu alitoa anwani zile, na ni Mungu alinipa neema ya kualika makanisa au watu waingie kwenye maombi, kwa sababu jambo hili likitokea halitakuwa katika hilo taifa kutakuwa na mambo ambayo hayatakuwa yamekaa sawa katika muda fulani katika hilo taifa. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo kwamba unabii huu umeanza kugonga hodi, na nazidi kutoa tahadhari kwamba unabii huu utabaki salama katika lugha yake ya fumbo. Kwa lugha nyingine nasema utabaki salama katika fumbo mpaka utakapoweza kuweka wazi katika michoro ya kinabii. Kwa hiyo nazidi kudhibitisha tena hapa unabii huu utabaki kuwa fumbo katika lugha za kinabii katika mikoto yake. Kwa hiyo nitaunganisha pamoja na ule unabii uliotoka tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 pamoja na matokeo ya unabii, ili watu wote wapate kujua kwamba mwamba mashuhuri Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo. Tubu dhambi, geuka, mwamba mashuhuri Yesu anarudi mojawapo siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katuotoa nani katika ulimwengu unakuja. Amina. Tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani ya ujumbe wa saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa yote ya dunia, kama anwani maalum ya unabii ambao Yesu anatoa. Naliona katika ono la Bwana na nalisikia katika ono la Bwana, katika michoro ya kinabii ambayo Yesu aliachilia anwani zake mashauri. Niliambiwa na Bwana assassination. Bwana Mungu wa Yesu akaniambia katika eneo moja wapo la nchi katika ukanda wa Afrika Mashariki, nchi moja wapo kwa jina naijua, katika michoro yake najua, ramani yake najua, bendera yake najua. Niliona assassination, na naposema assassination niliona mpango wa mauaji wa kiongozi wa ngazi za juu moja kati ya mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki, na tayari uandalizi wake umefika kilele. Na Mungu mashuhuri Yesu akaniambia nitoe tahadhari katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Naliona natazama kuna baadhi ya watu katika moja hapo ya taifa katika ukanda wa Afrika Mashariki walionekana ni kama vile wametoka kuwa na mitazamo na matamko kadhaa, lakini nyuma pazia wanajua kuna taarifa za kijasusi za siri ambazo wao wanazijua katika ufunuo kwamba kuna assassination ambayo haina budi itatokea katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kazi yangu ni kutoa maonyo, kazi yangu ni kutoa maelekezo, watu waingie kwenye maombi. Nchi gani sitaisema katika anwani hizi, zitabaki katika anwani ya siri za Mungu katika ufunuo, ila watu waingie kwenye maombi kuomba tukio hilo lisitokee, kwa sababu katika hiyo nchi tukio hilo likitokea kuna mambo hayatakuwa sawa kwa kipindi fulani. Asema Mungu mashuhuri Yesu, bingo ufunuo katika mikoto ya kinabii, anasema kuna assassination itatokea katika ukanda wa Afrika Mashariki, na kuna baadhi ya watu wanaotoka na mitazamo katika hiyo nchi, bila shaka wote wanajua kwa siri nyuma ya pazia kwamba kuna assassination na tayari imekwisha andaliwa, na hii assassination inatoka nje ikishirikiana na baadhi ya watu ndani ya nchi katika moja hapo nchi ya ukanda wa Afrika Mashariki. Bwana anabariki. Leo tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2025. Asema Mungu shule sote. Amina. Yuda huyu amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa hawataki kumwona huyu Yuda. Hata huko nyuma amewahi kutajwa ni mzigo, lakini leo mzigo huu tunao ndani ya serikali. Na hapa niseme pia ameshawaumiza watu wengi Yuda. Wengine walikuwa mbele, sasa tunao huko nyuma, backbencher wenzetu wako, wafanya biashara, watendaji ndani ya serikali, wengine ambao walikuwa na safari nzuri ya kisiasa wamekatwa, wameathirika, wako nje na wana msongo wa mawazo. Lakini Yuda tumeanza kumwona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma. Tuamkeni. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye Yuda.
Kama alimpenda kweli, kwa nini Bwana alimrusha huko nje ya dunia? Huko alitupwa Yuda, huko alitupwa. Waliompenda Rais Magufuli tunawajua, mwenyewe aliwapenda, tulikuwa tunaona wengine wamo leo humu ndani. Kwa hiyo tumwache Rais Magufuli, alifanya kazi kubwa sana. Mwenyezi Mungu amjalie apumzike kwa amani, lakini Yuda awache kumtumia majina ya watu. Tuamkeni wabunge na tusiogope. Mimi siwezi kutia ulimi wangu puani. Mheshimiwa mbunge, naomba jielekeze kwenye hoja ambayo iko mezani. Nakuja mheshimiwa, nakuja huko. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mimi nafurahi sana uko kwenye kitichi, unaongoza vizuri. Lakini sasa haya maendeleo tunayotaka jamani, lazima tuhakikishe kwamba serikali inapata utulivu, mawaziri wanakuwa na amani, lakini na sisi pia tunaacha kuchonganishwa.